Uhali gani mwanafamilia, na natumai ubuheri wa afya tele kabisa. Basi kama ni mara yako ya kwanza nikukumbusha kwamba usisahau kubofya maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe hapo chini ya video, ili uwe wa kwanza kabisa kupata habari zetu punde tunavyokuwekea kwenye YouTube channel. Sasa tukiangazia kuna tetesi za usajili dirisha dogo hapo Januari, hasa ni kwamba kunako klabu ya Young Africans ni kwamba kupitia mchezaji ambaye anakicheza kunako klabu ya Belouizdad na ambaye ni raia wa Algeria, anamzungumzia hapa Meziane. Ni kwamba mchezaji huyu amekuwa akihusishwa na kujiunga na klabu ya Young Africans hasa kwenye usajili dirisha dogo hapo January 2026. Sasa ni kwamba taarifa hizi zimekuwa kama na mshtukizo mkubwa, au zimeshtua wadau na mashabiki kwa jumla, ya kwamba Young Africans wamewezaji kuwavua miamba Belouizdad na kuweza kuinasa saini ya mchezaji huyo. Na tukiangazia ni kwamba mchezaji huyo value yake inazidi kupanda kadri siku zinavyozidi kwenda. Hii ni kutokana na uwezo wake mkubwa na pia klabu anayoichezea na namna ambavyo imekuwa giant kila eneo, yani kila idara, hasa masuala ya kiuchumi na pia katika masuala mazima ya kiuwezo uwanjani. Kwa hiyo ni kwamba kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba mchezaji huyo kwa siku za hivi karibuni ameonekana kutojumuika sana na wachezaji wenzake, hasa katika mazoezi kwa ujumla. Sasa ni kwamba mchezaji huyo imekuja kujumuishwa na kutafsiriwa kwamba na kile ambacho kinaendelea baina yake pamoja na klabu Young Africans ambao walikuwa wakihusishwa, kuna sasa ni mchezaji huyo kadri iwezekanavyo kwa gharama yeyote ile. Kwa hiyo inaonekana namna gani GSM ameamua kuvunja kibubu kwa ajili ya kuna sasa ni mchezaji huyo, na lengo kuu ni kuhusiana na mashindano haya ya kimataifa. Huenda Young Africans wana target ya kufanya vizuri zaidi kwenye mashindano haya ya kimataifa. Kwa hiyo winga huyo wa kushoto, yani left winger, ni kwamba mchezaji huyo ambaye ni Meziane huenda tukamuona katika ardhi ya Tanzania endapo dili hilo likikamilika kwa hiki ambacho kinaendelea. Kwa hiyo huenda tukaona au tukatarajia kile ambacho wengi hawakukitarajia, hasa kuona mchezaji kama Meziane kucheza kunako klabu ya Young Africans, kulingana na status ya mchezaji mwenyewe na klabu kwa jumla na taifa ambalo analitokea. Ni kwamba ni mchezaji ambaye kwa namna moja au nyingine ni mchezaji ambaye amekuwa akiangaliwa na vilabu vikubwa, yani amekuwa akimendewa, yani saini yake imekuwa ikimendewa na vilabu vingi barani Afrika. Hii ni kutokana na uwezo wake, lakini vilabu vingi vimekuwa vikishindwa kuna saini hiyo baada ya klabu ya Belouizdad kumzuia mchezaji huyo kutoka au kwenda klabu nyingine, baada ya kumwekea ofa nono zaidi ili kumfanya mchezaji huyo azikatae ofa nyingine za vilabu vingine. Lakini pia kumekuwa na maswali, hasa ni kwamba ni kwa namna gani mchezaji huyo ameweza kukubali ofa ya klabu ya Africans. Na tukiangalia katika ukanda wetu, hasa kwa vilabu vyetu vimekuwa haviko vizuri sana kiuchumi kulinganisha na vilabu wa Arabuni. Kwa hiyo imekuwaje? Lakini pia huenda kitu hiki mara nyingi huwa kwa upande wa wachezaji, hasa masuala ya kifedha si consideration kubwa sana kwao, lakini mara nyingi huenda kama wachezaji huwa wanaangalia ni namna ya sehemu gani ambapo ataenda na kiwango chake kiweze kung'ara zaidi. Kwa hiyo huenda Meziane aliangalia hilo. Kwa hiyo mwanafamilia ataendelea kusubiri taarifa zingine ambazo zinakuwa zinakuja kuhusiana na saini ya mchezaji huyu. Kwa hiyo niendelee kukumbusha kwamba endelea kuwa karibu na sisi.